Habari gani mwana michezo mwenzangu popote pale ulipo nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Hii hapa ni HNT Media ambayo inakuletea taarifa za kimichezo ambazo zinaendelea kugonga vichwa vya habari sana huko katika mitandao ya kijamii, na si ilivyokuwa kawaida yetu ni kuhakikisha kwamba tunakupasha kile ambacho kinaendelea kugonga vichwa vya habari sana. Na hapa ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo tumekuletea hapa mwanafamilia, ili uweze kujua ni nini kinachoendelea. Bana, kuna moja kati ya taarifa kubwa kuhusiana na kuzolota kwa fitness kwa wachezaji wa klabu ya Young Africans. Sasa hii hapa inaweza ikawa ni taarifa njema kwa mashabiki na wapenda soka, hasa mashabiki wa klabu ya Young Africans, kuhusiana na ujio wa kocha mpya ambaye alipandisha fitness katika wakati wa kocha Selamovic. Nani huyu? Ni kocha gani huyu? Basi taarifa tumekuandalia hapa na tumekukusanyia hapa katika meza yetu ya matangazo. Nikusihi kwamba tamba nasi katika dakika zote tutakazoketi hapa, lakini cha msingi sana ni kuhakikisha kwamba unabonyeza maandishi ambayo yameandikwa subscribe hapo chini ya video, lakini pia usisahau kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza pembeni hapo. Kwa kufanya hivyo kuna kufanya wewe uwe wa kwanza kupata taarifa hizi tunazokuletea kila siku katika channel yako pendwa ya HNT Media. Utazitazama ukiwa sehemu yoyote ndani ya Tanzania ama nje ya mipaka ya Tanzania. Utazitazama taarifa zetu pasina shida na pasina shaka yoyote kabisa. Bana, aliyekuwa kocha wa zamani wa viungo wa klabu ya Young Africans chini ya kocha mkuu Selamovic, Adnan Belovci, muda mfupi uliopita ameposti picha akiweka emoji za bendera yake ya Young Africans, bendera yake na bendera ya Young Africans pamoja na bendera ya Tanzania. Hata kama ukipita kwenye ukurasa wake wa Instagram profile yake ameweka Yanga na kuandika kwamba physical trainer wa timu hiyo ya Young Africans, kitu ambacho kimekuja kufufua matumaini ya mashabiki wa klabu ya Young Africans, kutokana na kwamba japo Young Africans wanafanya vizuri katika matokeo ya moja kwa moja, lakini kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba fitness ya klabu ya Young Africans iko chini sana. Na mwamba huyu ni moja kati ya makoch wa viungo ambao walifanya vizuri katika wakati wa kocha mkuu Selamovic na wakaacha historia kubwa katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo mabosi wa klabu ya Young Africans wameona isiwe tabu, wamewasiliana na kuhakikisha kwamba wanamrudisha kocha huyu ambaye atakuja kuwa fitness coach katika klabu hiyo ya Young Africans, ambayo kwa sasa inaonekana kama kuzolota na kukosa utimamu ule ambao watu wengi waliamini kutokana na uwezo na wachezaji waliopo katika klabu ya Young Africans huenda wakafanya vizuri. Licha kwamba klabu hiyo ya Young Africans inapata matokeo ya moja kwa moja uwanjani, na mechi ambayo imetoka kuchezwa ni mechi ya ligi kuu Tanzania Bara, NBC Premier League, ambapo Young Africans aliwakaribisha KMC katika uwanja wa KMC Complex, na mechi kuisha kwa ushindi wa bao 4 ambazo walizipata kwa upande wa klabu ya Young Africans. Mpaka mechi inakwenda dakika 45 za kwanza, mechi ilikuwa ni 1-1 suluhu hiyo, lakini mara baada ya kutoka katika vyumba vya kubadilishia nguo ni dhahiri shairi kwamba Young Africans walikuwa wameshakwisha kujipanga na kuhakikisha kwamba wanapeleka msiba mzito huo kwa wakusanya mapato wa Kinondoni, kwa maana ya KMC hapo katika uwanja wa KMC Complex. Licha ya matokeo hayo na licha ya mafanikio makubwa ambayo wanayapata, lakini wachezaji wa Young Africans hawakuonyesha performance ile ambayo mashabiki wanatamani kuiona, licha ya kwamba kocha Pedro Gonçalves amekuja na mbinu mbadala, amekuja kuongeza utimamu katika klabu hiyo ya Young Africans, lakini bado tunaona kwamba Young Africans haifiki, mashabiki wanaona kwamba Young Africans haifiki pale ambapo ilikuwa katika msimu jana. Hatuoni zile mbio, hatuoni ule utimamu ambao katika msimu uliokwisha kutamatika ulikuwepo katika klabu hiyo ya Young Africans. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa nzuri ambayo mashabiki wa klabu ya Young Africans wataifurahia kwa ujio wa kocha mpya wa klabu hiyo ya Young Africans.
Kwa upande wa msemaji wa klabu hiyo ya Young Africans, Ali Kamwe aliweza kuposti katika ukurasa wake wa Instagram na kuandika kwamba usipoijadili Yanga kwa sasa utakuwa haujadili mpira wa Tanzania. Usipoijadili Yanga kwa sasa utakuwa haujadili mpira wa Tanzania. Bana, Yanga kupitia kwa msemaji wake Ali Shabani Kamwe ametoa tathmini ya mechi za ligi kuu za NBC Premier League walizocheza hadi sasa na kukiri kuwepo kwa ugumu wa ushindani mkubwa katika msimu huu wa 2025-2026. Kamwe ametamba kuwa timu yake inastahili heshima kubwa, kwani hadi sasa ndio kinala kwenye kilele cha msimamo, na eneo hilo ndio timu yenye takwimu bora zaidi kuliko timu nyingine yoyote. Akizungumzia maandalizi kuelekea katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Ali Kamwe ameweka wazi mipango na uzinduzi wa jezi mpya ambazo watazitumia katika mashindano ya kombe la mabingwa barani Afrika CAF, hapo ambapo jezi mpya zitakwenda kuzinduliwa. Ameweza kuyazungumza hayo na kuwatoa hofu mashabiki wa klabu ya Young Africans kwamba kwa sasa uongozi na technical bench kwa ujumla, mawazo yao na akili yao ni kuhakikisha kwamba wanavipeleka kule ambako kuna stahili sasa, ambako macho na masikio ya mashabiki wa klabu ya Young Africans wameyapeleka huko katika mechi za ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Lakini si hivyo tu, kwa upande wa msemaji wa klabu ya Simba Sports Club, huyu tunamzungumzia Ahmed Ali, aliweza kuzungumza nasi na yeye akawa na mengi ya kuzungumza kuhusiana na klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi. Akazungumza kwamba kwa sasa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ndio klabu bora ambayo inafanya vizuri kwa hapa Tanzania. Ukiona klabu yoyote iko mbele ya msimamo, basi imecheza mechi nyingi kuliko Simba, lakini kiuhalisia kwamba kwa sasa Simba iko vizuri na inastahili heshima na inastahili kuchukua ubingwa katika msimu huu. Hayo aliweza kuyazungumza Ahmed Ali, ambaye pia ni msemaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Hizi zilikuwa ni tambo na kuelekea kwa michezo ya kwa michezo ya kwanza ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua hii ya makundi, kutafuta tiketi ya kufuzu kwenda kushiriki robo finali ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Je, si Yanga kutoka Tanzania, si Simba kutoka Tanzania, tunahitaji mwakilishi ambaye atatoka katika kundi B na mwakilishi ambaye atatoka katika kundi D. Si Young Africans kundi B, si Simba kundi D. Tunahitaji mwakilishi. Haya, acha wazungumze wao, lakini sisi tunahitaji wawakilishi, watuwakilishe vyema katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF. Bana, ulikuwa nami, jina langu naitwa Dio. Tukutane katika tukutane katika update zijazo zingine, na hii hapa ni kualike kwamba tutafute katika mitandao ya kijamii mingine kwa maana ya Instagram, ambapo tutapata kwa jina la HNT_media_tz. Hapo unaweza kupata taarifa zetu za michezo, lakini pia kwa upande wa TikTok utatupata kwa jina la HNT Media TZ. Hapo utaweza kupata taarifa zetu pia za kimichezo ambazo tunakuletea kila siku, kila wakati, ili sasa usipitwe na matukio na taarifa ambazo tunakuletea. Hakikisha kwamba una subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu ambazo tunakuletea kila siku, kila wakati katika channel hii pendwa ya HNT Media, ambayo inakuletea taarifa za kimichezo kila siku, kila wakati. Bana, kama unahitaji kutangaziwa biashara yako katika channel yetu ya HNT Media TZ, wasiliana nasi kwa namba ya simu 0615823992. Hii hapo itakuwa ni namba ambayo itakufanya wewe utupate vyema na kukutangazia biashara yako.